السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في الأولى فقد نامت العيون الخلائق وما غفل. أصرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل. عبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم الأمل. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين ورسوله سيدي سند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد sallallahu alayhi wasallam wa baad. Ndugu watazamaji wa Shalba Online TV, tukiwa leo tarehe 21 Februari mwaka 2026 sawa na tarehe 3 Ramadhani mwaka wa 1447, kwa mara nyingine tena nimekuletea kipindi cha kupendwa kinachoitwa Ilinde Funga Yako. Leo tuna mada itakuwa fupi kidogo kwa sababu tunakwenda kumzungumzia mtu muhimu sana katika maisha ya kidini na kijamii. Hivyo baki nasi mwanzo mwisho, bila kusahau kusubscribe Shalba Online TV kwa faida nyingi kama hizi. Pia vile vile share ujumbe huu kwa muumini mwingine ili naye afaidike. Mtu tunayekwenda kumzungumzia katika kipindi chetu cha leo ili aweze kuilinda funga yake, harakati zake za siku, huyu ni dereva taksi, dereva bodaboda, dereva daladala, dereva bajaji na dereva yeyote anayeendesha chombo cha moto barabarani. Kazi ya udereva sio tu kutafuta riziki, bali ni huduma tukufu na yenye manufaa makubwa sana kidini na kijamii. Bila nyinyi madereva, mji ungezorota na maisha yangekuwa magumu kupita kiasi. Nyinyi ni link baina ya jamii na mafanikio. Yaani nyinyi ndo kiungo kikubwa kati ya watu na uchumi. Nyinyi mnapeleka wanafunzi mashuleni, mnawapeleka watu makazini, dereva bodaboda, dereva daladala na dereva taksi. Nyinyi katika dharura ni fast responders, yani wa kwanza kufika kumwaisha mgonjwa hospitalini au kumprotect mtu katika ajali. Ndiyo maana nimekuletea kipindi hiki Ilinde Funga Yako ili kukusaidia wewe dereva bodaboda, daladala, taksi na bajaji katika harakati zako za kuendesha chombo cha moto. Ukiwa katika funga uweze kuilinda funga yako ili upate thawabu kamili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hapa kuna njia mbili ambazo naweza kukusaidia, ambayo yapo katika misingi ya dini. Njia hizi mbili zipo katika misingi ya dini. Jambo la kwanza ni as-sabru inda al-ghadab. Hebu jitahidi kudhibiti hasira yako. Subiri wakati wa hasira. Kama tunavyojua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amehusia hili pale alipoendewa na sahaba akamwambia la taghdhab, la taghdhab, la taghdhab. Yule bwana akamwambia Rasulullah, ausini, niusie. Yule Mtume akamuhusia akamwambia la taghdhab, usikasirike, la taghdhab, usikasirike, la taghdhab, usikasirike. Hivyo unapokuwa katika harakati zako unaweza kukutana na watu tofauti. Inawezekana mtu akakucheleweshia malipo, umeshampeleka kwenye safari yake, wakati wa kukulipa akawa msumbufu. Dhibiti hasira yako. Inawezekana mtu anaweza kukupigia simu, bwana njoo unichukue sehemu, ukaenda ukamkuta hayuko tayari na wewe una mambo yako mengine ya kufanya. Hebu dhibiti hasira yako, kwa sababu usipodhibiti hasira utakuwa na msongo wa mawazo, na ukiwa na msongo wa mawazo ni rahisi sana chombo kile cha moto kuwaangamiza nyote wawili, ima we dereva au abiria au nyote kwa pamoja. Hivyo dhibiti hasira yako. Hili linaweza kukusaidia kuilinda funga yako na ukapata thawabu kamili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la pili ni hifdhul lisan, kulinda ulimi. Dereva bodaboda ni watu ambao mnapenda sana kutumia mdomo. Tumieni vizuri ndimi zenu katika kuzungumza. Unaweza ukatembea barabarani ukakuta labda kuna foleni,
Badala ya kutoa maneno machafu katika kuwatukana watu, hebu tumia muda huu wa foleni katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hii itakusaidia kuilinda funga yako na kupata thawabu kamili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiwe mtu wa kupenda kutukana sana. Tumia vizuri ulimi wako, kwa sababu ulimi ni kiungo ambacho kina uwezo mkubwa sana wa kuangamiza viungo vyote vya mwili. Na ulimi ni kiungo ambacho kina uwezo wa kufanya viungo vyote vya mwili vikasalimika. Dereva bodaboda, dereva daladala, taksi na bajaji, na kumalizia na nyinyi kwa hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inayosema, rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa ja wa rubba qaimin laysa lahu min qiyamihi illa saharu, kwamba huenda mtu akafunga na hakuna alichopata ila kushinda na njaa. Wa rubba qaimin laysa lahu min qiyamihi illa saharu, na huenda mtu akasimama usiku katika kuswali, hakuna atakachopata isipokuwa kujinyima usingizi, kukosa kulala. Nyinyi mpo katika saumu ya Ramadhani na mpo kwenye muhimili mkubwa sana wa maisha ya watu, safari. Nyinyi mnawapeleka watu safarini, mnawapeleka watu shuleni, sokoni, misikitini na kwengineko. Tumieni nafasi hizo vyema ili muweze kulinda funga zenu kwa lengo la kupata thawabu kamili kwa Mola wenu. Msitumie vibaya nafasi hiyo, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa sana mkakosa faida ya Ramadhani na mkawa ni watu wenye majuto siku ya Kiyama. Tumieni vyema ndimi zenu katika kuzungumza. Tumieni subra katika kukabiliana na changamoto za foleni barabarani. Badala ya kumtukana mtu, tumia muda huo kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu amekupitia mbele, muambie barakallahu fik, Allah kubariki. Akikusemesha vibaya, muambie inni swaim, mimi nimefunga. Hili litakusaidia na Allah atakulinda zaidi. Nimalizie hapa kwa kusema endelea kuwa nasi Shalba Online TV. Usisahau kujiunga nasi kwa kusubscribe Shalba Online TV. Bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification ya kila tunachokileta kwako katika ukurasa huu. Wassalamu alaikum.